Hatutaki kuwa na miradi ambayo inajengwa muda mrefu na kuchelewesha huduma, na hatutaki kuwa na miradi ambayo inajengwa chini ya viwango na kuhatarisha usalama wa wapata huduma. Kwa jukumu letu la msingi kama serikali ni kuhakikisha tunafanya ukaguzi wa mara kwa mara, ufuatiliaji wa mara kwa mara, usimamizi wa mara kwa mara, ili tuhakikishe miradi hii inatekelezwa na inakamilika. Na hauwezi kufanya kazi ya ukaguzi, usimamizi wa miradi na ufuatiliaji ukiwa ofisini. Ni lazima tutoke ofisini, tufuate miradi kule iliko, tuone ni wapi tunafanya vizuri, ni wapi tunafanya vibaya, na ni hatua gani zichukuliwe ili miradi hiyo ikamilike ikiwa na ubora unaotakiwa. Hapa naomba kwa dhati kabisa tuwapigie makofi uongozi wa halmashauri ya Mufindi. Makofi mengi sana. Tunawapigia makofi kwa sababu gani? Wamejua ni nini maana ya kuwa na mapato ya ndani. Nyumba zinajengwa kwa mapato ya ndani, maabara inajengwa kwa mapato ya ndani. Hiyo ni ishara kwamba halmashauri inatimiza wajibu wake. Halmashauri inapokusanya vizuri, inakuwa na wigo mpana wa kugatua huduma na kupeleka huduma maeneo mbalimbali. Halmashauri inapokusanya kidogo, inakuwa haina uwezo wa kufikisha huduma kwa wananchi wake. Kwa mwenyekiti wa halmashauri na mkurugenzi wa Mufindi, hongereni sana kwa kutumia mapato ya ndani kuleta mageuzi haya makubwa. Lakini naomba niwakumbushe wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa kupitia hapa Mufindi kwamba serikali inaendelea na mageuzi makubwa ya ujenzi wa miundombinu ya elimu. Madarasa, maabara, maktaba, mabweni, lakini pia nyumba za walimu zikiwa ni sehemu ya mkakati huo. Lengo ni kuhakikisha kwamba watoto wanasoma kwenye mazingira bora na walimu wanafundisha kwenye mazingira bora. Lakini pia kuhakikisha kwamba kila miundombinu inayowekwa inachochea ufanisi wa utoaji wa elimu na upatikanaji wa elimu. Niwasisitize wazazi wenzangu na walezi, pamoja na jitihada hizi zinazofanywa na serikali, ni lazima tujue wanaofanyiwa haya mambo ni wananchi, na wananchi wenyewe ndio nyinyi. Hakikisheni shule hizi tunazozijenga, tunazoziboresha zinawasaidia watoto wenu kupata elimu bora. Tupeleke watoto shule.